بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم متمويت محمد صلى الله عليه وسلم katika darsa ya kitabu مختصر آداب الزفاف للشيخ الإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى. leo إن شاء الله تعالى بعون الله سبحانه وتعالى ومشيئته وكرمه وجوده tutaingia katika masala nambari 9, adabu ya 9. قال رحمه الله تعالى: اغتسال الزوجين معا. اغتسال الزوجين معا, kuoga wanandoa wawili pamoja. اغتسال الزوجين معا, kuoga wanandoa wawili kwa pamoja, yani mume kuoga pamoja na mke. قال رحمه الله تعالى: ويجوز لهما أن يغتسلا معا في مكان واحد, na inafaa kwa wao wanandoa wawili an yaghtasila maa, kuoga pamoja, fi makanin wahidin, katika sehemu moja, katika bafu moja. Inafaa kwa wao wanandoa hao wawili kuoga pamoja. walau raa minha wa ra'at minhu, hata kama mume ataona kwa mkewe, yani atauona mwili wake, wa ra'at minhu, na mke akamuona mumewe, hilo hakuna ubaya katika hilo. Inafaa kwa wao kukoga wawili hata kama mume ataona sehemu katika mwili wa mwanamke wake na mke kadhalika ataona sehemu katika mwili wa mume wake. Mfahamiana vizuri? Adabu ya 10. Qala rahimahullahu ta'ala: tawaddu'ul junub qabla an-nawm. Tawaddu'ul junub qabla an-nawm, kutawadha kwa mwenye janaba kabla ya kulala. Kutawadha kwa mwenye janaba kabla ya kulala. Qala rahimahullahu ta'ala: wala yanamani junubaini illa idha tawadda'a. wala yanamani junubaini illa idha tawadda'a, na wala hawalali wanandoa wawili hali ya kuwa ni wenye janaba isipokuwa watakapotawadha. Illa idha tawadda'a, isipokuwa watakapotawadha. Manake tayari umeshafanya kitendo cha ndoa, umemaliza kitendo cha ndoa, kila mmoja ni mwenye janaba, mume ana janaba na mke pia ana janaba. Sasa hawalali hao wanandoa wawili hali ya kuwa ni wenye janaba, illa idha tawaddaa, isipokuwa pindi watakapotawadha. Umefahamiana vizuri eh? Adabu ya 11. Qala rahimahullahu ta'ala: hukmu hadha alwudu'i, hukmu ya udhu huu. Huu udhu una hukumu gani? Huu udhu ambao wanatakikana kuutawadha wanandoa wawili kabla ya kulala, hukumu yake ni gani? Qala rahimahullahu ta'ala: walaysa dhalika ala alwujubi, na halikuwa hilo juu ya uwajibu. Walaysa dhalika ala alwujubi, na halikuwa hilo juu ya uwajibu, kwamba si wajibu kwa wao, kwamba ni wajibu watawadhe au wachukue udhu kabla an-naumi, kabla ya kulala. Hapana, hilo jambo kwa wao si wajibu. Wa inma lilistihbab, na hakika si vinginevyo, lilistihbab almuakkad, ni kwa kupendekezwa kuliko tiliwa mkazo, ni sunna iliyotiliwa mkazo. Jambo la wao kutawadha au kuchukua udhu kabla ya kulala ni sunna iliyotiliwa mkazo kwa wao. لحديث عمر, وحديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم, يكون بيه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه alimuuliza mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam: ayanamu ahaduna wa huwa junubun,
je analala mmoja wetu na hali ya kuwa ni mwenye janaba? Ayanamu ahaduna wa huwa junubun, je analala mmoja wetu na hali ya kuwa ni mwenye janaba? Faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, naam, ndiyo analala. Wayatawaddau inshaa, na atatawadha akitaka atatawadha. Hii ikajulisha ala alistihbab, ikajulisha juu ya usunna na kupendekezwa, lakini ni pendekezwa ambalo kwamba ni muakkad, lililotiliwa mkazo. Kwa hivyo ni sunna iliyotiliwa mkazo, jambo la kutawadha wanandoa wawili ambao ni wenye janaba kabla an-naumi, kabla ya kulala, ni jambo ambalo kwamba ni sunna muakkada, ni alistihbab almuakkad. Tumefahamiana vizuri. Mas'ala ya 12. Qala rahimahullahu ta'ala, tayammumul junub badalul wudu'i. Tayammumul junub badalul wudu'i, kutayammamu kwa mwenye janaba ambako kuna kuwa ni badali ya udhu. Kutayammamu kwa mwenye janaba, kutayammamu ambako kuna kuwa ni badali ya udhu. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yajuzu lahum at-tayammum, na inafaa kwa wao kutayammam, ambayo hii tayammum inakuwa ni badalul wudu'i ahyanan, inakuwa ni badali ya udhu wa baadhi ya nyakati. Inafaa kwa wao wanandoa wawili kutayammam, ambayo hii tayammum itakuwa ni badali ya udhu ahyanan, katika baadhi ya nyakati, si nyakati zote. Jambo hili lifanyike ahyanan, katika baadhi ya nyakati. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.